Ninawasalimu ndugu zangu katika jina la Bwana Yesu. Ni shukrani kubwa tena Mungu wa mama mwanzilishi katika mtumishi wake ametuwezesha tena kuja siku ya Jumatano. Hii ni siku ya kukusanyika. Kila wakati. Every time. Siku hii iliwekwa. This was kept. Especially kwa mafundisho. Very special for teachings. Tunafundishwa. We are taught. Tunaonywa. And we are warned. Tunaongozwa. We can be guided. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni siku muhimu sana. Therefore it's a very important kuja day. Kwetu hapa. Our coming si kama kubahatisha. It's not like guesswork. Tunakuja tukiwa na hakika. We come while being very certain. Ya kwamba Mungu that God ametutayarishia neno. Has prepared a word for us. La kunena nasi. And to speak to la kutufaa mioyo yetu. Of benefit to our na roho zetu pia. And our souls as well. Ili tunapotoka hapa. So when we leave this place. Tunatoka tukiwa na kitu kipya. We leave having a very new thing. Kitu kikubwa kabisa. The very greatest thing. Mungu atujalie. May God enable us. Atujalie. May he enable us. Ule moyo wa kusikiliza. That listening heart. Moyo wa kusikiliza. The heart to listen. Bwana Mungu ndiye aliyesema. It's God who said. Kila nisikilizaye. Whoever hearkens unto me. Kila nisikilizaye. Whoever hearkens unto me. Mpaka mtu atatulia tu. This one must really get some tranquility. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila anisikilizaye. Whoever hearkens to me. Lazima atapata mema. Must get good things. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukae vipi? However may stay. Ukae vipi? However you may stay. Lakini Mungu anataka. But God wants. Unapokuja kanisani. Whenever you come to church. Uwe una ile njaa. You should have the hunger. Ya kusikiliza. Of listening. Maana yale mafundisho yale. Because the teachings. Ndiyo yanaweza kufanya wewe. The things that can make you. Ukajua kwa nini. To know why. Hupate hiki. You don't get this thing. Kwa nini huna hiki? Why you don't have this thing. Kwa nini hupate hiki? Why you don't get this thing. Ni baada ya kusikiliza mafundisho. After listening to the teachings. Kwa hivyo tumekuja. So we have come. Ili tupate kusikia. So as to be able to hear. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tusichukue muda mwingi. Therefore should not take too long. Na mwenye kunena yuko. And the speaker is just around here. Tuinamishe vichwa vyetu. Let's not bow our heads. Baba, ninakushukuru Mwenyezi Muumba mbingu na nchi, Mungu wa mama mwanzilishi katika mtumishi wako Bwana. Ninakushukuru Mwokozi mwema kwa upendo wako mkuu. Maana umetuleta Bwana. Na ninaamini tayari Bwana umetayarisha ujumbe kwa ajili ya jioni ya leo Bwana. Asante kwa kutujalia Bwana ule usikizi ule mwema. Baba, ninakushukuru hata wale ambao wako njiani. Mungu wa mwanzilishi, ondoa vizuizi vya kila aina ili kuwaleta mapema ili kuja kukaa pamoja kusikiliza neno linalotoka kwako Bwana. Asante Mungu wa mwanzilishi, naifungua ibada hii mikononi mwako nikiamini Mungu wa mwanzilishi uko pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. 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 Asante Bwana Yesu. Thank you Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. Thank you Lord Jesus. Kwa hivyo tulia mahali ulipo. Therefore be very calm wherever you are. Mungu anakuja pale pale. Karibu Pastor Rimba. Welcome Pastor Rimba. Utuambie to tell us yale yote all those things ambayo Mungu wa mwanzilishi that God the founder amekupa jioni ya leo. Given you this evening. Karibu Baba. Welcome Father. Karibu. Welcome Father. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much. Hallelujah. Hallelujah. Asante sana. Thank you very much. Karibu sana. Welcome Father. Asante sana. Thank you. Karibu Pastor Rimba. Welcome Pastor Rimba. Amen. Makofi kwa Mungu wetu wa mama mwanzilishi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Furaha yetu imetimia jioni ya leo. Our joy is fulfilled this evening. Hallelujah. Hallelujah. Tupige makofi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Furaha yetu imetimia jioni ya leo. Our joy is fulfilled Furaha this yetu evening. imetimia jioni ya leo. Our joy is fulfilled this evening. Hallelujah. Hallelujah. Mungu wa mama mwanzilishi, God of the founder mother, kumuleta mtumishi wa Mungu mapema, bringing the servant of God very early Hallelujah. to be with us. Amen. Amen.
Ameletwa mapema. He has been brought very Ana early. chakula jioni ya leo. He has food for us this evening. Hallelujah. Hallelujah. Karibu baba, karibu Welcome, sana Father. baba. Karibu. Welcome. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Letu tu sisi tuwe wanafunzi. What we have to do is just to be disciples. Mtu wa kujifunza. A person who is ready to Paulo learn. anasema, Paul is saying, sijidhani kwamba nimefika. I don't consider myself to have attained, Nakaza mwendo but I'm insisting niyafikie that I may reach yale Kristo anayoniita to nayo. those things Christ is calling me for. Tutafute So let us seek kufika. to reach. Lakini kama umefika, But if you have already reached, una maneno mengi wewe. you have a lot of prating. Maana hata kutembea hatembei. Because even walking you cannot walk. Maana atakula hawezi. Because you cannot even eat. Kwa hivyo tumeletwa jioni ya leo. So we have been brought this evening. Mhubiri yuko. The preacher is there. Mimi langu ninaanza na neno hili. But I'm beginning with this word. Kukubali kuwa mwanafunzi. Just agree to be a Na disciple. mwanafunzi wa nani? And whose disciples are you? Inategemea hapo. It depends on you now. Anasema sijidhani kwamba He nimefika. says, I don't consider myself to have attained. Ndugu zangu, My brothers, tumsihini Mungu wa mwanzilishi. let us continue beseeching the God of the Mwambie founder Mungu ni mother, rehemu, who has a lot of masses, maana nina roho ya kufika. because of that spirit of attaining. Kwa nini hawa wananiambia hivi? Then why are these people telling me this? Kwa nini wananitukana hivi? Why are they insulting me this way? Uko safarini, You are traveling. hujafika. You have not attained. Ukifika hata huzungumuze na mtu, unalala tu. Once you attain, you will not even talk with anybody. You sleep. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo So, tusijidhanie kwamba tumefika. let us not consider ourselves to have attained. Hatujafika kabisa. We have not yet attained. Paulo anasema, Paul is saying, nafa I'm dying na sijajua Kristo ipasavyo. and I haven't known Christ as I ought to. Watu ambao hao hawajafika. People have not attained. Je, mnataka hivyo watu wa So Mungu? do you want that way, people of God? Watu ambao hawajafika People who have not yet attained. wanatazamia kufika. They are expecting to attain. Na kama umefika, And if you have attained, hata watu wakiangalia najua huyo amefika. even if people look at you, they know you have attained. Nilikuwa nawasalimia, I was just greeting you. mhubiri yuko, The preacher is there. sote tutasikiliza, We are all going to listen. na naamini kwamba And I believe that neno takalonenwa jioni ya leo the word that will be spoken today ni evening msaada mkubwa sana katika roho zetu. is of great assistance in our lives. Usidhani kwamba umefika. Do not consider yourself to have attained. Usidhani kwamba umefika. Do not consider yourself to have Kwa attained. hivyo naamini, So I believe, nilikuwa naanzia hapo, I was beginning there, mhubiri anakuja, but the preacher is coming. mhubiri The anakuja. preacher is coming. Sisi letu ni kufurahia What you have to do is to be na joyful kuamini kwamba and to believe that Bwana Yesu atatufanya tuyafikie. Jesus will make us to attain all. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana awabariki May sana. God bless you very much. Na mhubiri, And the preacher, haya uwe tayari. now be ready. Nafasi ni yako. The chance is yours. Mhubiri anaitwa Rimba. The preacher is called Rimba. Makofi kwa Bwana Yesu. Let us clap to the Lord Jesus Christ. Karibuni sana watu wa Mungu, Welcome very much, people of God. na mhubiri nawe karibu tena. And the preacher also welcome very much. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Somewa Filipi 3:12. The book of Philippians 3, verse 12. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Amen. Amen. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend
that for which also I am apprehended for Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tumepewa mahali pa kusimama. We have been given a point to stand. Na Roho wa Mungu katika mtumishi wake. And the Spirit of God inside his servant. Hallelujah. Hallelujah. Kutojidhania kuwa umefika. Not considering yourself to have attained. Silaha hiyo. That is a weapon. Mungu amependa tuwe nayo jioni ya leo. God has called us to have it today evening. Maana mtu anajidhania kwamba amefika. Because anybody who considers himself to have attained haonyeki tena, cannot be warned anymore, fundishiki tena, cannot be taught anymore, hashiki wazo la mtu tena, cannot take somebody's opinion anymore, hana maoni ya mwingine, cannot listen to any another lile person. wazalo wanafanya. Whatever you think you are doing. Amen. Amen. Lakini anayejiona hajafika, But whosoever considers not to have attained anasikiliza mawazo ya mwingine, will listen to another person's opinion, anaonyeka, can be warned, anafundishika, can be taught, anakuuliza swali, hapa nifanyeje? can ask a question, what do I do here? Amen. Amen. Na mtu huyo ataokoka huyo. And such a person will be saved. Maana kule rohoni anapokaa, anapotembea, Because wherever you sit and walk, anajisikia amepungukiwa, anastahili mwingine amuongezee kitu. you feel that you have something lacking. Somebody has to add something on top of you. Na kwa sababu ana roho hiyo, And because of such a spirit, utamuona ni mtu wa mabadiliko kila siku. you'll find he's a person of changes every time. Lakini aliyefika, But whosoever has attained, sasa aende wapi tena? so where else does he go? Aulize njia ipi ya kumpeleka wapi tena? How does he ask for a way to take him where? Aulize maoni ya nani tena? Whose opinion will he ask again? Atafute elimu ya nani tena? To look for whatever teaching or doctrine. Na yeye ameshafika. And he has already attained. Umuonye kivipi? How do you warn him? Na yeye kule ndani, And inside him, anaona ameshika kila jambo. he has already attained everything. Ni yeye akufundishe wewe. He is the one to teach you, Si wewe umfundishe. but not you to teach him. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo ndugu zangu, Roho amependa So the Spirit of God has liked it leo that today tuumbike upya, that we may be created afresh, na hii ni silaha kubwa. and this is a very great weapon. Hallelujah. Hallelujah. Mtu ajionaye hajafika A person who doesn't consider anaweza himself to have kumwambia attained mwingine, nisamehe nimekukosea. can tell another person, forgive me, I've offended you. Lakini ukiona wewe, But if you find that, hata ndugu anakota kidole, ndugu, mbona hapo umekosea? even a brother is pointing at you, why are you offending Wasema me kwa here? nini niombe msamaha? And then you are saying, why should I ask for forgiveness? Mtu mke yule A woman like this au one, ndugu or yule, maybe a brother like that one. kuwa wewe umefika So wewe. that way you consider yourself to have attained. Lakini mtu akijaliwa roho ya kutojiona amefika, But if you have the spirit of not considering yourself to have attained, akiona anashutumiwa ulikosa pale, once you see that you are corrected there, dada akimwambia umenikwaza pale, a sister is telling you have offended me there, anarudi chini kuwaza, then you come down and meditate, na ni kweli, and truly, unisamehe, then you forgive me. maana anajua yeye ni mwanadamu. Because he knows that he is a human Na being. mwanadamu yoyote aliye chini ya jua, And any human being under the sun, Biblia inasema ni mwenye dhambi the kutoka Bible is saying tumboni, he's a sinner from kutoka his tumboni womb. mwa mama yake From his mother's womb, ni mwenye dhambi. he's a sinner. Ataomba msamaha, Then he will ask for forgiveness. atauliza mawazo, He will ask for opinions. atauliza maoni. He will ask for opinions. Amen. Na Amen. roho hii ndio imekuwa ndani ya mwanzilishi wa And this kanisa hili. spirit has been inside the Yeye ni founder. missionary. He is the missionary. Tena anasema mimi najifunza kwa kila mtu, And he's saying, I'm learning from hata everyone, mtoto mdogo. even a very young boy. Kama anasema wa ndugu, je, hapa mngefanya hivi? Anasema mimi If namsikiliza. we say that brothers will do here, we then Alafu listen to him. najifunza kwake. And then I'm learning from him. Hallelujah. Hallelujah. Na yeye alikuwa akisema, And whenever he mimi spoke, na watoa pepo ninyi, that I'm casting out maana demons from mimi ni you, mwanafunzi. because I am a Ndio disciple. maana mimi na watoa pepo That's why ninyi. I'm casting out Maana demons from mimi ni you. mwanafunzi, Because I am a ndio disciple. maana ninawatoa That's the reason pepo. why I'm casting out your demons. Maana mimi ni mwanafunzi. Because I'm a disciple. Na roho hiyo leo And that spirit today ndio iko ndani ya mtumishi wake Emmanuel Kaya Mzungu. is inside his servant Emmanuel Kaya Mzungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Tena marudufu iko hapo ndani. And double times it is inside him. Hallelujah. Hallelujah.
Kwa hivyo So, ukiona roho if you find that you have a spirit amepita na mahali, has passed through a place, unasimama hapo. then you stop there. Sasa nilikuwa hapa mtu wa manunguniko hapa. I was here a person of Maana Mawari nimefika. because I had already attained. Naona watu hawanipendi. I see that people are not loving me. Naona mchungaji hanipendi. I think the pastor of the Lord is not loving me Maana hata kila kazi nifanyayo because every work that I'm doing, naambiwa Rimba amefanya. then I'm told Rimba has done this. Na vikawa kinyume kabisa. And it was in fact contrary completely. Tena kinyume kabisa. And very much contrary. Ndio nikazidi kukwazika. So I continued being offended. Ilipokuwa hiyo roho iko hapa ndani yangu When that hapa, spirit was inside ndio me, nilizidi kwenda kombo basi. I continued going the wrong Maana way. vile nitakavyo haviwi. Because whatever I want is not Mimi happening. nina roho hapa ndani. So I have a spirit inside Kila me. nifanyalo niambiwe Rimba amefanya. Whatever I'm doing, I'm to be appreciated that Rimba has done this. Maana tangu kwetu Because right from home, nimeinuka mwana wa kuitwa baba. I grew up a child who was called a father. Maana jina langu mimi Because my name, nilibandikwa jina la mzee wa mji wetu. I was given the name of the Huo elder of mji the wetu homestead. unaitwa mji wa kwake na Mwazombo. The homestead was called the Mwazombo's Yaani mzee homestead. wa mji huo ni That Mwazombo. the elder of that homestead was Na Mwazombo. jina hilo nikaitwa mimi Mwazombo And wa that is the Rimba. name that I was given, Mwazombo Rimba. Sasa baba mdogo akija, babangu yuko wapi? So when my uncle comes, where's my Na father? baba mdogo akija anatafuta babangu yuko wapi? Another Yuko uncle wapi comes, baba? where is my father? Amen. Amen. Nikafika tangu kwetu So I came from kwamba home mimi ni baba wa mji. that I am the father of the homestead. Hata baba mkubwa akija So even if when my elder father comes akute mama amenikemea. and find that my mother has rebuked me, Sasa ninalia. now I'm crying. Au amenifinya sikio. Or maybe he has punished me. Alafu baba mkubwa au mdogo aje anikute nalia. And my father comes or my uncle comes finding me, I'm crying. Anauliza una nini? Ni Then he mama. asks me, what's Ni happening? mama amenifinya sikio. It is my mother who's Mama punished me. anafuatwa anaulizwa. My mother's followed and Wewe asking, una akili gani kufinya baba wa mji? then what understanding do you have to punish Baba, the father of my unampiga. homestead? You are punishing my father. Baba unamchapa baba. You are punishing my father. Basi nikainuka tangu kwetu. So I grew up from home. Nikafika kwa cheo kuitwa baba. So I came to the rank of being called a father. Madaraka hayo nikaja nayo hapa. And I brought that rank here. Amen. Amen. Hapa tuko katika kuonywa We are here to be warned na kufundishwa and to be taught na kukemewa. and to be rebuked. Tumekuja kwa mizani ya Mungu. Because we have come to the weighing balance of God. Mimi nataka niheshimiwe kama baba alivyoniheshimu But I kule. want to be honored the way my father honored me. Nimefika. So I have attained. Basi nilikuwa hapa sina amani So mimi. I was here but having no peace. Amen. Amen. Sina amani. I had no peace. Naona watu hawanipendi tu. I'm seeing people are not loving me. Haleluya. Hata Hallelujah. ukisalimia mtumishi wa Mungu If you greet the servant of God na pengine yeye anawaza ya rohoni. and maybe he's thinking spiritual Bwana things, asifiwe mzee. praise the Lord, elder. Bwana asifiwe sana. Oh, praise the Lord very much. Na asiniangalie. And he doesn't look at me. Anasema hana haja nami. Then I'm saying he doesn't want Bwana me. anasalimia huko anaenda huko. Because he's greeting while going this Nataka side. ageuze shingo. Bwana asifiwe sana. I want Rimba. him to turn his neck and look at me and greet me. Bwana anasalimia hata anashika kwenda na hata hageuzi shingo. Why am I greeting him and he's greeting Sasa going away amejua hiyo and turn sauti his ni ya neck? Rimba hiyo. Bwana asifiwe ndugu. He Bwana would know asifiwe that is sana. Rimba's voice and say, praise the Lord, brother, Yeye and ana look at shughuli me. zake. But then he has his own concerns. Mimi naona mbona hashughuliki na mimi. Then I say, why is he not taking any concern upon Mwana me? nimefika. Because I've attained. Nataka nitambulikane. I want to be recognized. Nihesabiwe I bora. want to be considered better. Nilisumbuka hapa. I got a lot of trouble Kama here. magonjwa haiponi kamili. Diseases could not be completely Maana healed. mtu aliyefika Because any person who has dhambi yake attained, kubwa ni chuki. his greatest sin is hatred. Kila saa na uchungu. Every time you are bitter, Kuona watu hawanitangulizi. seeing people are not recognizing me. Hawanitambui. People are not recognizing Maana me. umefika. Because you have attained. Lakini ambaye But hajafika whoever has not attained, hata akaambiwa umjinga even anasema if ni he's sawa. told you are a fool, he says that's okay. Kwani kweli mimi ni mwerevu? Because am I clever? Kama ni mwerevu ningetafuta kuokoka. If I were clever, would I look for salvation? Amen. Amen. Kama ningekuwa mwerevu If I were clever, ningetafuta kuokoka. would I look for salvation? Ningetafuta Yesu Would I aniokoe. look for Jesus to save me? Kwa sababu ni mjinga. Because he's a fool. Amen. Amen. Hilo kwake halimkwazi. So to him, that one is not an offense. Maana anajua mimi niko mwilini. Because he knows that I'm in the Na flesh. Biblia inasema And the Bible is saying, yote mwenye mwili anybody who is in the flesh asijivune. should not be proud. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Asijivune. You should not be proud.
Haya ndio nikafundishwa hapa. So that's the time I was taught here. Mpaka enzi za mchungaji. Until the time of the reign of the pastor of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kwanza nikashangaa na mtumishi wa Mungu. In fact, I was surprised by this servant of God. Yeye ni mnyenyekevu. He's very humble. Anashuhudia hata siku moja. He's testifying that one day nilikuwa hapa na kisu changu hapa. I was here with my pen knife. Wandugu wakaona naimba huku kumefura. And brother saw me that I was singing praising God and I have a pen knife. Kulikuwa na mzee mmoja anaitwa Gunia, mzee Gunia. There was an elder here called Gunia, Harrison Gunia. Yeye alikuwa kama supervisor wa wageni hapa. He was like the supervisor of all ukiingia tu mjua na kuchunguza tayari. When you enter into this home, he looks at you. Kama una nywele umeziacha hapa ndevu anasema njoo hapa. If you have a beard, you have left your beard here. Mji huu watu hawakai hivi. In this home, people are not staying this way. Na ukiingia hapa na manywele yako makubwa. And if you come here with your very tall hair, anasema ndugu, shika shilingi hii ende ukanyoe pale. He says, brother, take this shilling, go and buy a razor blade. Ukanyoe hii. So that you can shave your kama beard. huna wembe atakupa enda. Even if you have no razor blade, he'll give you money to go and buy a razor blade. Hajui mwenyewe ameweka ni ibada yake. He doesn't know that maybe you are growing the beard, you have a purpose for it. Yeye anaondoa ibada za watu. But then he's telling you to go and shave it. Amen. Amen. Haya. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Alikuwa hapa mzee huyo. So that elder was here. Sasa mimi nami nikawa hapa. So I was also here. Nina hali zangu hizo. And my conditions also. Lakini but mtumishi wa Mungu siku moja nikamfuata. The servant of God, one day I went to him. Ambia wewe mpole. I told him, you are very mean. Na unasema husumbui watu. And you are saying that na you are kweli not husumbui watu. And truly you are not giving any disturbance. Una mashindano. You are not competing. Hata unasema ulipoambiwa ndugu watu hawabebi kisu. When you were told that brothers are not carrying pen knives here. Ulikiacha tayari nyumbani. You left the knife right at home. Ijapo ulisema kisu hiki. Even though you said that this knife. Sioni hofu kuja nacho kanisani. I don't fear carrying it to the church. Maana kule kwetu Mwache njia ni ya miba. Because at Mwache our footpaths have lot of thorns. So sometimes I'm affected and I use it. Nilipoambiwa kanisani watu hawabebi kisu. But when I was told that people don't carry knives to the church, I left my knife at home. Nikamwambia nataka na mimi angalau. So I told him I want also that. Niwe mpole kama wewe. I be meek like you. Mimi na roho ya mashindano. I have a spirit of competition. Hata nikihubiriwa na hapa ndani ya kanisa. When I'm preached and while I'm in the church, naenda kweli kuunga madhambi kwa mhubiri. I go and confess to a preacher. Lakini hata dhambi yangu ikitajwa, but when my sin is mentioned, kinachotangulia ndani mwangu, what comes before me, najiuliza maswali, nani amesema? Is a lot of questioning. Who told him? Nani alipeleka habari zangu kwa missionary? Who took the information to the missionary? Hasa nilipooa ndio vikazidi mno. More especially when I got married, it became more. Pepa ananiambia ni udada huyu. The devil is telling me it is your wife. Huyo ndiye ameenda kusema. It is your wife has reported you. Ndio unahubiriwa Jumatano. That's why you are being preached on Wednesday. Roho wa Mungu anaenda ndani ya mwanzilishi wake. So the spirit of God is talking through his servant. Mimi naona anihubiri mimi. But then I'm saying he's preaching about me. Roho ya kufika hiyo. So that is the spirit of attaining. Nikamwambia naomba. So I told him I'm praying. Mimi nami nisiwe na roho ya mashindano kama wewe. That I should not have the spirit of competition like you. Mtumishi wa Mungu huyo akanambia. So this servant of God told me. Rudi nyuma kule kwa baba na mama. Go back to your father and mother. Amen. Amen. Washindana na wahubiri. You are competing with preachers. Ijapo waenda kuungama kweli dhambi. Even though you are going to confess your sin. Lakini tutangulia ni mashindano kwanza. But what comes before is competition. Basi kupata msamaha ni vigumu. So for you to be forgiven is very difficult. Lakini ili usamehewe dhambi. But for your sins to be forgiven. Ni mhubiri ananena kule moyoni. It is the preacher talking in your spirit. Unasema asante Mungu. And you are saying thank you, O Lord. Asante Mungu wa mwanzilishi. Thank you, O God of the founder mother. Kwa kunipa kufahamu njia zangu. For giving me this knowledge. Lakini kama kinachoangalia ndani mwako, but if what comes before you ni kuchukizwa, is hatred, basi unafanya kazi ngumu wewe. Then you are doing a very hard job. Roho hii si bure. This spirit is not in vain. Roho hii huanza huko kwenu. This spirit began right at your home. Kwa baba na mama. At your father and mother. Kama ilikuwa ukionywa huonyeki. Maybe when you are warned you could not be warned. Washindana na babako. You are competing with your father. Ndio utaona hata hapo washindana na watu wa Mungu. That's why you find you are also competing with people of God here. Akanifundisha. So he taught me. Nikaona ni kweli. And I saw it was true. Amen. Amen. Nilipodharau babangu, when I despised my father, nilikuwa simpokei kwa maonyo yote yale. I could not receive him in anything. Naye alinipenda. And he truly loved me. Alinipenda. He truly loved me. Hallelujah. Hallelujah. Hata aende wapi aje saa 5 za usiku. Wherever he goes and maybe he comes very late at 11 o'clock. Atakuja niamshe na ndugu yangu. He'll come and wake me up together with my siblings. Amkeni wanangu, amkeni. Wake up my children, wake up. Njoni. Come here. Hallelujah. Hallelujah. Anatuketisha pale. So he makes us to sit down there. Tabia nzuri. I want you to have some good habits. Mwenendo mzuri. I want you to have a very good manners. Mimi nitalala hapo hapo. But I'm going to sleep right there. Yeye anatuonya sisi. He is warning us.
Na yeye hana mwendo mzuri. And he doesn't have the good manner. Jana alipata 2,000. He got 2,000 Na yesterday. tayari ameenda kuzimaliza kwa ulevi. And already he has spent that money in Hata drinking. fee hajalipa. He has not even paid my Kule school moyoni fees. nimechoka na yeye. So in my heart, I'm tired Hata with yale him. maoni yote anayotuonya. So all the warnings that he's giving Hata us, moja aliingia. there isn't even one piece that enters my Nasikia heart. kusinywa. So I feel that I'm fed up. Nataka amalize niende I nikalale. want him to conclude so that I may go to sleep. Hata hivyo kuna giza. So even though it's very dark, Mimi nimelala tayari. but I'm already asleep. Lakini yeye haoni. But he doesn't see me. Hata akisema nimemaliza ndio mkalale. So when he said I've concluded, go and sleep, Nimeondoka mbio. I go running. Ndio lana hiyo ikanifanya So that curse made me, tulipooana na dada. when I got married here, Nikawa nimefika. then I had attained. Dada anaambia ati ndugu, So my wife is telling me, brother, wewe. you, Kama tungekuwa hivi, if we were like Na this, hivi, na and hivi. this way and this way, nimelala kitambo. I'm already slumbering and I slept. Ilikuwa ni lana. So that was a curse. Kwa baba alikuwa akinipa mawaidha na lala. If my father was advising me and I was Maana kule sleeping, moyoni nimefika. because in my heart I Na had muona attained, yeye ndiye wa kurekebisha njia. I see him to be the one to correct his Na way. muona yeye ndiye mkosa. I see him to be the offender. Naona angekaa hivi. I see him that he could save this Angeweka way, akiba hivi. and he could save money this way. Angempa mama pesa He akaweka. would give money to my mother to save it. Sasa ananionya nini? So why is he giving me this advice? Ndio maana dada alikuwa kama ananipa mawaidha nyumbani. That's why when my wife was giving me some advice Mimi at home, nimelala kitambo. I sleep immediately. Haleluya. Hallelujah. Nimelala kitambo. I sleep immediately. Na akimaliza kuongea, And after her talking, usingizi hamna. then there is no sleeping. Roho ya kujidhani So umefika the spirit of thinking you have attained haifundishiki. cannot be taught. Haleluya. Hallelujah. Tena haisamehi mtu. And he cannot forgive anybody. Haisamehi He mtu. cannot forgive anybody. Mtu amekukosa, Somebody has offended you, basi umsamehe. and you forgive him, Maana wewe wajiona mkweli. because you find yourself to be in the truth. Utakuwa na uchungu naye milele na Then milele. you'll be very bitter with him forever and ever. Maana kwa nini anifanyie Then hivi? why is he doing this Na to kwa me? nini anifanyie And hivi? why is he doing this to me? Roho ya kujidhani The umefika. spirit of considering yourself haina to have attained msamaha. has no forgiveness. Amen. Amen. Hata usamehe mtu For aliyekukosa. you to forgive anybody who has offended you, Sisi wewe umempigia magoti. then you basi. must have knelt to him. Wamtaka yeye aje atubu You kwako. want him to come and repent first, Lakini kwamba uachilie. but then you pardon him. Uachilie mtu. You pardon somebody Hata usiwe na neno naye. until you have nothing Na against him, amekukosa. and he has offended you. Haleluya. Hallelujah. Kivipi? How? Wamngoja yeye You are waiting for aje him apige magoti. to come and kneel down for you, Maana wewe umefika. because you have attained. Kwa hivyo hii roho hii So this spirit ya kutojidhani mtu umefika of considering self ni to have silaha attained nzuri sana. is a very good weapon. Amen. Amen. Ndio nakwambia mtu aliyejidhani amefika, That's why I'm telling you, anybody who considers Hana himself to have attained msamaha. has no dhambi forgiveness. yake kubwa ni chuki. His greatest sin is hatred. Na ndivyo ilivyokuwa mimi And that's hapa. exactly how I was here. Nikaona asma haiponi And kila. they found that asthma could not be healed. Naombewa mara imerudi. I'm prayed for, but Na another ambewa time it mara comes back. imerudi. Every time it's coming back. Maana roho ya kujidhani imefika Because the spirit of considering myself to have Haikemewi. attained cannot be rebuked, hailaumiki. cannot be blamed. Amen. Amen. Haikosolewi. Cannot be corrected. Wanikosoaje? How are you correcting Na me? mimi nimeshajua. And I have already known. Na hili ambayo nimelifanya And hili what I've done this, nasikia nimelifanya sawa. I feel I've done it correctly. Sasa wewe wasahihishaje? Then why are you correcting me? Ulikuwa wapi? Where were you Mimi when nikifanya. I was doing it? Na kama wewe wajua And basi if you know, okay, mbona hufanyi? then why don't you do it? Haleluya. Hallelujah. Na asima ilikuja ikalipuka pale sana pale. And asthma workshop pale. exploded when I was at the workshop there. Haleluya. Hallelujah. Tuna mistiri. We have the mystery, Ikifika hiyo saa 12 mmechoka, but come at 6 o'clock when we are hata very mwenda tired, kufunga kazi, you want now to close the job, anasema mwenda wapi? then he tells you, where are you going? Amba tumechoka. We are Kuchoka kwa tired. wapi? Why are we tired? Paka chee leo. We have to do the work overnight. Tangu asubuhi paka jioni. From the morning up to the evening. Tena hii paka tukeshe. And again overnight. Nimeachana na yeye kitambo. I'm very far away from him. Haleluya. Hallelujah. Huyu ameshinda kwa shughuli zake. This one has been doing his care. Sisi tumeshinda hapa tukichonga, We have spent the whole tukikata. day Tena planning paka and cutting che. timber, and then again we work overnight. Nitakesha kweli, Truly I'll work overnight, lakini nimejaa uchungu. but I'm filled with bitterness. Siongozeki. I cannot be led. Ndio kasima ikalipuka tena ile. That's the marudufu. time now asthma exploded when I was there. Haleluya. Hallelujah. Maana nimefika. Because I've attained. Atakana ikifika jioni It wanted when Tukapumzike. evening comes, we go and rest. na hii kazi naambiwa yatakana kesho And I'm ikamilike. told this work is needed tomorrow. We have to complete it today.
Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Lakini nashukuru Mungu wa mama mwanzilishi. But then I thank the God of the founder mother. Mtumishi wa Mungu huyo aliponiongoza hivyo, When the servant of God guided me that nikarudi way, nyuma, I went back, I reproved nikaona kweli ni myself, dhambi yangu and I inanitesa. saw truly my Kwa sin. kutubu I began na repenting kuungama and confessing, na kule kutaka moyoni, and one thing in my angalau heart, niwe na roho ya kufanya suluhu. at least I should have a Ya compromising spirit kuonyeka. that I can be warned. Amen. Amen. Leo naweza fundishwa kitu na ndugu Today I can be taught something by a au brother, na dada, even my wife. naweza ulizaoni mwingine I can ask for an opinion from another person na kulishika na kufanya hilo. and uphold it to it and do it. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Makofi kwa Mungu wetu. We clap to our God. Haleluya. Hallelujah. Ukiwa na roho ya kujidhani umefika, If you have the spirit of considering yourself hufundishiki, to have attained, you cannot be taught. huna roho ya msamaha, You cannot forgive. wala huwezi kumwambia mtu uliyemkosa nisamehe. Neither can you tell anybody you have offended, forgive me. Utamwambiaje nisamehe? How do you tell him Na forgive wewe me? umefika. And you have already attained. Haleluya. Hallelujah. Unasahau ya kwamba You're forgetting that Biblia inasema the Bible is saying hapa duniani on earth here, bila shaka undoubtedly, hakuna mwanadamu there isn't any human being afanyaye mazuri who matopo is doing good always asifanye na dhambi. and never to commit and sin. Bila shaka Undoubtedly, mia za mia 100% hapa duniani in this world, hakuna mwanadamu there isn't a human being afanyaye mazuri who matupu is doing good always asifanye na dhambi. and never to commit and sin. Ukijua hilo, If you know that, kila saa utakuwa na moyo wa toba, at every hour you'll have the spirit of wa repentance, kutojiona hujafika. of seeing yourself not to have attained. Haleluya. Hallelujah. Maana mawazo ya mwanadamu Because the ideas of a human being ni dhambi tupu. is all sinful. Haleluya. Hallelujah. Haya, unani wewe uweze Then kumwambia who mtu are you nisamehe? now Mkeo nisamehe, to tell your wife, forgive me, ndugu my wife? nisamehe. You cannot say, brother, Ndio forgive unaweza me. kuona humu That's why you may find here magonjwa ya zamani yanarudi, diseases that you are healed are coming maana back ni ndugu ulifika, because you're a brother who udada attained, ulifika, you're a sister who attained, maana una uchungu na jirani yako, because you are bitter against your neighbor alikukosa, ulimkosa, and maybe you offended him, lakini umejaa uchungu na. but then you are filled with the bitterness with Lakini him. mtu mwenye roho But anybody who has the spirit ya kutojiona amefika, of not considering himself to have akiambiwa attained, ndugu hapo umekosa, if he is told that brother you have offended anarudi here, chini, anakaa, then you calm down anaangalia. and observe. Mbona wanadamu waniote kidole hivi? Why are human beings pointing their fingers at me? Amen. Na Amen. Yesu alikuwa And Jesus said akipendeza watu he was pleasing people pamoja na wanadamu. together. He was pleasing God Kama together mimi with human beings. nimependeza watu, Then why am I pleasing people mtu dada, and a wife mtu or ndugu, maybe a brother? mbona akose amani? Why should he lack peace? Atajua mimi nimekosa. Okay, he'll know that I've made a mistake. Nimekosea ndugu pale, I've made a mistake to that brother. atamwambia ndugu njoo hapa. Then you tell him, brother, come Pole. here. I'm sorry. Yale niliyokutamkia What I've uttered to you, kweli nilikukosea. truly I've made a mistake. Then Samehe. you forgive Mimi me ni mwanadamu. because I'm a human being. Dada pole. Then sister Kweli Pori, nimekukosea. because I've made a mistake, Samehe. you forgive me Maana najua mimi ni mwanadamu. because I know I'm a human Hapa being. chini ya jua Under the sun, Biblia the inasema Bible is saying hakuna muhaki. there isn't anybody who is righteous. Haleluya. Hallelujah. Somee hapo tena. You read for us again the same Je, verse. umefika? Have you attained? Leo ikatae hiyo roho, ikatae. Refuse that spirit today. Mia za mia ikatae. 100% refuse that spirit. Mwambie Bwana Yesu, You tell Jesus Christ, jalie moyo wa toba. enable me the spirit of Roho ya repentance, kujidhania nimefika. the spirit of not considering myself of Uniponye attained. jioni ya You leo. heal me out of that spirit today. Somee uendelee hapo chini. You read and go down. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma na nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Na kaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things
which were before. I press towards the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Haleluya. Hallelujah. Anasema nakaza mwendo. He's saying that I'm insisting. Sasa kaza mwendo wao hajafika. Anybody who is insisting has not Nakaza attained. mwendo kuonyeka. I'm insisting in being a Nakaza warning. mwendo kupokea maoni ya wandugu. I'm insisting in receiving warnings from Nakaza brothers. mwendo kupokea mawaidha ya wengine. I'm insisting receiving Nakaza opinions mwendo from kuomba others. msamaha. I'm insisting Nakaza receiving mwendo forgiveness. kuachilia wengine. I'm insisting pardoning others. Ni mtu He's hajafika. a person who has not attained. Haleluya. Hallelujah. Lakini ndani But in you, kukiingia kufika, if the spirit of attainment comes into you, una msamaha na then you Mungu. have no forgiveness. Neno nisamehe ulijua. The word forgive me, you don't know right. Amen. Amen. Na neno kusamehe mwingine And the nako word forgiving somebody also hakumo ndani ya mtu aliyejidhania amefika. is not inside a person who is considering himself to have attained. Akiingiwa kuchukia mtu ana uchungu kila siku. When you begin hating somebody, you are bitter against him every day. Anamtaka yeye aje atubu. You want him to come and ask for forgiveness from you. Yeye kusamehe aliyemkosa But for you to forgive somebody you have hilo offended, halimo. that one is not in you. Lake analokitaka What you want ni yule aliyemkosa is the one you have aje offended aombe to msamaha. come and ask for Maana forgiveness yeye ameshafika. because you have already attained. Amen. Amen. Mtu ambaye A ameshafika person who has attained, kusamehe mwenye amemkosa forgiving a person he has offended si rahisi. is not easy. Na jinsi unavyokuwa hivyo, And the way you are growing that way, jinsi unavyokuwa na roho isiyosamehe mwingine, the way you have that spirit of not forgiving other people, basi unakuwa adui wa Mungu. then you become an enemy of God. Amen. Amen. Maana ni chuki itaingia ndani Because mwako. hatred will come into your heart, Naweza kuona kuna lipuka maneno ndani ya mwili and you wako, may find that some things au are njia zako exploding in zinakuwa your flesh, ngumu, or maybe your ways maana are becoming umekuwa adui wa hard Mungu. because you have become an enemy of God kwa kutosamehe mwingine. by not forgiving other people. Amen. Amen. Na Bwana Yesu alisema, And Jesus said, ninyi mkiwasamehe watu makosa yao, if you forgive people what they have erred to you, ndipo na Baba wa mbinguni that's the time now my heavenly Father atawasamehe nanyi makosa yenu. will forgive you also all your errors. Twavaa vizuri hivi maana tulisamehewa So dhambi. we are dressing so well this way because we Na are forgiven Bwana our Yesu sins wa mwanzilishi. by Jesus of the founder mother. Lakini wewe una ndugu au dada, But if you have a brother or a sister, umemhukumu na alikosa mara moja. you have judged him and he offended you once. Amen. Amen. Hata ukikaa wamuongea yeye. If you sit down, you are talking about him. Amen. Amen. Hata ukaona nguo yake imeanguka njiani waiacha If ibwe na you see a wengine. dress, his dress fallen on the road, you cannot even pick it. Hata wapita madukani pale, You are passing along the shop center, mtu akakwambia waenda wapi? somebody asking you, where Naenda are you hapo going? kanisani hapa. You are going to the church here. Ah, basi hapa kuna rimba hapa. Okay, there Au kuna ndugu Charo there hapa. is a brother Charo here. Nilikuwa angaa na tai yake I had mpelekea. his tie. You take it to Wasema him. mimi si baby hiyo. Then you are saying you cannot carry that. Kwani mwenyewe hakupita na hapa? Didn't he pass through Ikiwa here? mwenyewe ameviacha wacha mimi He niende. has left them there. Why should I carry them? Maana alikukosa siku moja. Because he offended you one day. Amen. Amen. Na wewe una uzima And you have na life afya and very health maana ulisamehewa. because you are forgiven. Amen. Amen. Mungu alikusamehe God forgave ndio you hata una uzima. and you have that life. Hapa wewe Now again, wakataa you kubeba are refusing to carry tai ya ndugu yako. a tie for a certain brother. Amen. Amen. Na ni jirani anakuambia waenda And it's wapi? a neighbor asking you, where are you going? Ah, naenda huko kanisani. No, I'm going to the church. Basi ndugu Rimba amepita na Then hapa. brother Rimba passed through here. Amesahau tai yake ndio And he has hii. forgotten his tie here. Ah, it is. amesahau saa yake ndio He hii. has forgotten his wristwatch Asema here. it wewe is. mpigie simu mwenyewe Then you're atakuja telling, kuchukua. you call him and come and take it. Maana jana mlikosana. Because you offended with him Lakini yesterday. wewe But you wataka Mungu want akusamehe God to forgive aendelee you kukupa uzima. and continues to give you life. Amen. Amen. Ndio utaona hata Mungu naye alikusamehe. That's why you find that even Hata God forgave migongo you. haiumi. Mgongo hauumi. Your backbone is not aching. Mguu ni mzima. Your legs are very right. Amen. Amen. Kichwa ni kizima. If the head is very Mungu right, anashangaa mimi nilikusamehe wewe. then he's surprised that I forgave you Hata wala wanywa. and you are drinking and Lakini hapa eating, kuna ndugu but hujamsamehe. you have a brother you're not forgetting. You're not Maana wewe forgiving umefika wewe. because you have attained. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haya Mungu naye anasema na mimi uzima wangu utachukua. So God is also saying, okay, I'm taking my life. Haleluya. Hallelujah. Maana kule ndani Because inside your heart, aliyefika hasamehe jirani. whosoever has attained cannot forgive a neighbor. Amsameheje jirani? How do you forgive a neighbor? Na yeye lake ni kuona makosa ya watu. And what you are doing is to see the mistakes of other people. Haleluya. Hallelujah. Na ukisoma Mathayo 6, And if you read from the book of Matthew chapter 6, Anasema, it says, ninyi mkiwasamehe watu makosa once you yao, forgive people ndipo their na Baba wa errors, mbinguni that's the time now your heavenly Father atawasamehe na ninyi makosa will also yenu. forgive you all your errors.
Haleluya. Hallelujah. Na roho ya msamaha And the spirit of inakaa forgiveness ndani ya mtu dwells in a person asiyejiona who amefika. does not consider himself to have attained. Anapoona otwa kidole When you see that you are na pointed mkewe, hapa ndugu umekosa, by your wife, your brother, here you have offended anasema ni me, kweli ndugu nisamehe, then he says, truly my sister ni forgive me. kweli dada nisamehe, Oh, truly my sister forgive ni me. kweli jirani Truly nisamehe. my neighbor, you forgive me. Anajua mimi ni mwanadamu, Because he knows that he's a human being. hata niambiwe nimekosa nishindane kivipi? For me to be told I've erred and then I compete. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ndio mkitaka baraka zidumu That's hapa why if you want your blessing to be na permanent amani dumu nasi and a lot of peace to na ule continue uzima with us, ulioupata and the life that you have kwa Bwana Yesu kukusamehe kwa damu yake, by Jesus forgiving you through his blood, nawe ujifunze kusamehe you watu, also should learn to forgive na people. roho hiyo inakaa ndani ya mtu And that spirit dwells in a ambaye person hajioni who amefika. does not consider himself to have attained. Haleluya. Hallelujah. Tusomee hapo tena You read hapo. for us again the same place. Paulo anasema, Paul is saying, ndio Paulo siku moja that's why Paul one day, akaenda he went mahali, at a place. ni mhubiri kweli, He is a preacher, tena yeah, mhubiri mkubwa, and he's a very great preacher. lakini akamnena mabaya mkuu wa watu But mbele then za watu he wake. spoke ill of a Wewe certain senior person. ukuta uliopatwa chokaa You are wewe, just like a wall that was painted. akapigwa kofi. And he was slapped. Haya, Okay. hakusema ninyi mlaniwe, He never said that you should be mnapiga cursed. mwinjilisi mkubwa. You are beating an evangelist. Ni kweli, Truly. lakini akasema mnisamehe But jamani, then he said, you forgive me. You mnisamehe, forgive me maana imeandikwa, because it is written, usimunene mkuu wa watu do not speak ill of somebody, mabaya mbele za watu wake. of a senior Mnisamehe. person before his own people. Akasamehewa. Then he was forgiven. Amen. Amen. Na Paulo And Paul ni mwinjilisi mkubwa, is a very great evangelist. lakini akaomba But msamaha, then he asked for forgiveness. maana alijua kweli nimekosa. Because he knew truly I've made a Ndio mistake here. nimekemea kweli, Truly I've rebuked lakini him. jinsi nimemkemea huyu But the way I've rebuked him si kwa heshima, is not in a way maana of ni mkubwa wa respect. watu. Because he's a senior person. Mnisamehe. Then you forgive me. Akaokolewa, He was saved. hata angepigwa mangumi In fact, he akaokolewa, would have been fisted. akabaki na hilo kofi moja. But then he remained with the one slap. Wakamsamehe, They akaendelea forgave kuhubiri. him and he continued preaching. Wewe watu wanakuhukumu na jambo, And people are judging you for wasema certain ninyi things. mna pepo, And you are wacheni. saying you have demons. Forgive Amen. them. Amen. Hata ungekula bakoro utakula bakoro, You wouldn't be beaten, but you'll be beaten. maana Because kule moyoni in your heart, unakujidhani umefika. you are considering yourself to have Lakini attained. Paulo anasema But then Paul is saying, mimi sijidhani. I don't consider myself. Haleluya, Hallelujah. sijidhani nimefika, I don't consider myself to have nakaza attained. mwendo I am insisting ili niifikie haki ya Mungu. so that I may reach the righteousness of Jamani, God. roho hiyo Oh, my brothers, that spirit. naomba Mungu wa mama mwanzilishi I'm praying to the God of the founder of ndani Allah, ya mtumishi wake Emmanuel Kea Mzungu inside his servant Emmanuel Kia Mzungu, alijalie kuwa to nayo. enable me to have that spirit. Haleluya, Hallelujah. tusomee. You read for us. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Nakaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended for Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press towards the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Anasema na yasahau yaliyopita. He's saying that I'm forgetting all that past. Ulitoaje siku zilizopita? How did you offer those days? Uliungamaje siku zilizopita? How did you confess those days? Anasema huko unasahau kote He's huko. saying that I'm forgetting all those things. Nakaza mwendo hata leo. I'm pressing on today, Kuendelea kutubu. continuing repenting, Amen. Amen. Kuendelea kuonyeka. continuing to be warned. Yaliyopita na yasahau. All those past, I'm forgetting Yaliyopita them. na yasahau. Whatever past, I'm forgetting them. Amen. Amen. Mtu aliyefika A person who has attained kukaa chini akaanza kuhesabu. will sit down and Na mimi begin counting. tangu nitolee Mungu zaka. And from the time I began offering tithe, Zile baraka nasikia watu hupata ziko wapi? where are the blessings that I hear people are getting?
Amefika huyu. He has attained this person. Nilibariki pale nikapeleka. I blessed there. Pale. Amen. Amen. Kila mwezi natoa zaka hivi natoa. Every month I'm offering tithe this way and this way. Na kwa nini? And why? Mambo yangu yanazidi kuharibika. Why are my affairs going astray? Lakini Paulo anasema, But Paul is saying, mimi yaliyopita na yasahau. I am forgetting all those things which passed. Nilitoa milioni ngapi na sahau. I gave how many millions? I'm forgetting Naendelea that. kukaza mwendo kusikiliza leo Mungu anasema na nini mimi. I'm pressing on listening to what God is talking to me today. Nakaza mwendo kujifunza. I'm pressing on learning. Leo Mungu anasemaje? What is God telling me today? Ya jana na yasahau. I'm forgetting all things of yesterday. Sijioni nimefanya kitu. I don't see myself to have done anything. Hallelujah. Hallelujah. Sijioni nimefanya kitu. I don't see myself to have done anything. Nakaza mwendo hata leo. I'm pressing on even today. Kusikiliza sauti ya Mungu. Listening to the voice of God. Kujifunza kuwa mwanafunzi. Learning to be a disciple. Kutafuta nilipi Yesu atakalo. Seeking what Jesus wants. Ili nipate kufikia wema wa Mungu. So that I may reach the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah. Ndio nakwambia. That's what I'm telling you. Ukiona wewe Once you see that pepo ya zamani imerudi, the demons that were cast out are ulifika coming mahali, back, you reach the point ukajidhani umefika. and consider yourself to Ukaacha have attained. kuonyeka. And you forgot about being Ukaacha born. kupenda ndugu. You left about loving brothers. Hallelujah. 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 Hata nyumbani mwako, Even right at your home, anga kumwambia dada nisamehe at hapa least tell your nimekosa. wife, forgive me here. Mimi halikuwemo ndani mwangu hilo. That thing was never in my heart. Hallelujah. Hallelujah. Lakini mwaka juzi ule, But that other year, ule wa ndani wakati wa mchungaji, at the time of the past of the Lord, tulikuwa tunasumbuka hapa nyumbani hapa. we were getting a lot of trouble at home here. Tukipata mboga, When you get relish, unga hakuna. there is no flour. Pata unga, When you get flour, mboga hakuna. there is no relish. Lakini anionaye hapa, But whosoever sees me here, anasema Rimba yuko salama. he's saying that Rimba is very safe. Na huko ndani huko, But in my heart, usinionye. do not warn me. Nikiambiwa mfuko wa unga ndio huu, When I'm told here's a packet of flour, hata jani la sukuma hakuna. there is no even a Na leaf of hakuna care. hata sumuni ya kununua And there hakuna. is no cent to buy anything. Sitaki madeni nitakopa. I don't want to borrow, but I'll go to borrow. Sitaki deni lazima nizunguke nikope wa ndugu. I don't want to borrow, but I have to go around borrowing from brothers. Kulikuwa na ndugu hapa anaitwa Bosire hapa. There was a brother here called Bosire. Yeye kwake ni Kisii huko. His home was in Kisii. Amen. Amen. Najua huyo kwake ni Kisii. I know his home is in Na ana wiki Kisii. 3 hajaenda. And he has 3 weeks has not gone there. Pengine ana kitu ameweka weka. Maybe he has some little money he has saved. Namwambia Bwana asifiwe. Then I tell him, praise the Lord. Sasa asifiwe ndugu. Oh yeah, praise the Lord, brother. 100. Only 100. Hata akawa amenishanifahamu. In fact, he had known me. Akiniona Bwana asifiwe. When he sees me saying praise the Anasema Lord, sema tayari Rimba then he says, watakaje. tell me, Rimba, what do you want? Namwambia Then I moja. tell him, only 100. Amen. Amen. Maana unga umekuja, Because flour has come, mboga hakuna. there is no relish. Nikipata When mboga, I get relish, unga hakuna. there is no flour. Ukawa na ndugu huku There was huku. a brother Uundanyi huku. from Undanyi. Anatupenda, He's loving us. alisimamiwa harusi na dada. My wife was the best maid in his wedding. Sasa anatuletea nyama kila Jumatano. So he was bringing us meat every Hata Wednesday. akimaliza wiki moja, wiki nyingine ameshaleta. After 1 week, second week, he brings us meat. Mhubiri akitoka huko kama leo Jumatano, So a preacher coming from baada ya that side ibada, on Wednesday, anasema haya mzigo wako ndio huu. then he says, here's your luggage. Kilo ya nyama hata inatoka damu. A kilo of meat, Na, fresh. na ikija And when that kilo ndio comes, wakati unga umeisha. that's the time now there is no flour at home. Haiji wakati kuna unga. That it doesn't come when there is flour. Inaletwa It is brought home. siku wakati hakuna haleti. At the time there is Lakini kama unga umekauka, but if there is no bado flour, wauji tu, maybe there is some little flour for ndio porridge. naambiwa nyama ndio hiyo. That's the time I'm told here's the meat. Tunakaa na dada tunasema Then we sit down and say, what? hii nyama ingekuja jana hii. Has this meat come yesterday? Hakika hii nyama ingekuja jana. Surely if it had come yesterday, Tungekula ugali paka. then we will eat a lot of food. Angalia unga ni wa But uji. now tu. look here, the flour we Sima have hata is for porridge. haikuiva ni matope hata. We cannot make ugali from it. Amen. Amen. Tutaitafuna tupu. So we are going to boil it and eat Tuitafune it. tupu. We eat it without food. Ikishaisha, Once we finish it, odi mfuko wa unga ndio huu. oh, knocking a packet of flour is here. Amen. Amen. Laana ni mbaya. The curse is so bad. Siku moja missionary akaniita hapa. One day a missionary called me here Maana haya yote anayasikia. because he was hearing about this.
Maana dada analia. Because my wife was crying. Akaniita siku moja pale. Then one day he called me here. Akaniambia, ndugu Rimba He wewe, told me, Brother Rimba, Mungu amekuunganisha God has united you na watu wenye uwezo, with people who have a wa lot of ndugu ambao ability, wana baraka. brothers who have a lot of Si blessings. alijua wewe ni mnyonge. He knew that you are very weak. Kitambo ndio uje upate nguvu. For you to come to the point of getting the ability, Amekuleta katikati ya wandugu wenye nguvu. He has put you together with Lakini brothers of the mbona ability. husemi upungufu wako na shida zako? But why don't you inform them about your Mchoni wa what you are nani? lacking? Mchoni wa nani aseme upungufu Then wako? how can I say about my talk about my Alumenififi lacking? aseme shida zake. Wanaume ni sisi. A man is me. Maana kule choni tumeshafika. Because at Chonyland we have already Kule attained. hakuna mnyonge kule. There isn't anybody who is weak Kila there. mmoja amefika. Everyone has attained. Amen. Amen. Hana hata shilingi. He doesn't have even a shilling. Hata hiyo pombe amefanya kununuliwa na marafiki. He has just borrowed some money. Lakini for ukimsikia friends to buy him liquor. anaimba njiani, But when you hear him singing on the way, anarudi kwao. he's going back home. Vile anavyoimba vile. The way he's singing, Anasema kama mwanaume njoo. he's saying, if you're a man enough, come. Na hivyo amesimama katikati ya barabara. And that way he's at the middle of the road. Kama wewe ni mwanaume njoo. If you're a man, you come. Nitakununua na nyumba yako. I can buy you together with your house. Mimi nina pesa kama mzungu ametoka Amerika leo. I have a lot of money like an European. Na hiyo chupa ya pombe amenunuliwa na jirani. And the alcohol he has drunk has bought Lakini by yale a neighbor. anayoongea, But what he's talking, utafikiria kuna jitu limejaa barabarani kweli you think tanipiga. that there is a very huge person standing Na along the road. ukienda, And when you go there, mtu hata ukakasukuma hivi kanangu. it's a person you can push and fall down. Lakini yale anaongea But yale, whatever he's talking, anasema kama mwanaume wewe njoo. he's saying if you're a Njoo man basi, enough, you si come. uje basi. Why don't you come? Kana kwamba anamuona. It's like you are seeing him. Amen. Amen. Roho ni mbaya hii. This spirit is so bad. Tuikatae jioni ya leo. Let us refuse it today evening. Haleluya. Hallelujah. Anasema wewe kama mwanaume basi si uje. He's saying if you're a man enough, why don't you Na come? hakuna mtu anashindana na yeye. And there isn't anybody who's competing with him. Alafu mwisho anasema haya basi umeshindwa. And then eventually he says, okay, you are defeated to come. Mimi niende zangu Then let me umeogopa. go home. You're fearing me. Na hiyo shati And the shirt, ameomba jirani akasalimie he mkwewe. has borrowed from a neighbor to go and see his Kesho in-laws. anaipeleka kwa mkwewe. Kwa mwenyewe. Tomorrow he takes it back to the owner. Kiburi hicho All that pride, nikaja nacho hapa. I brought it here. Sitaki nionywe. I don't want to be warned. Sitaki I nifundishike. don't want to be taught. Haya. Okay. Laana hiyo ikanifanya So that curse made me, nikipata unga mboga when I hakuna. get flour, there is no relish. Nasisemi na mtu. And I don't talk to Ati anybody. mimi niseme ndugu, That I say, brother, nikopeshe 100. lend me 100 bob. Nafa kiume. I'm dying like a man. Siafu akiuma paka hata ukamtoa hivi. When you are beaten by an Kichwa ant, inabaki hapo. you try to pull it out, but the head remains Gangari there. kufa kiume. Let me die like a man. Missionary akaniambia ndugu sivyo. So missionary told me, brother, that's not the case. Umeletwa katikati ya ndugu wenye nguvu. You have been brought in the middle. Lakini mbona shida yako husemi? Then why don't you talk about your lacking and deficiency? Hallelujah. Hallelujah. Bali niliashika siku hiyo. Did I uphold to those things that day? Niliendelea kukaa na kivyangu I hicho. continued with my pride Paka baadaye until maybe later ninasikia nimefika. I feel that I've attained. Ya nini niseme shida zangu? Why should I talk about my Na mwacha deficiencies? dada anahangaika pale nyumbani pale. And I'm leaving my wife wandering at home Anasema there. unga umeisha. She's telling me there is no flour. Kesho utakuwa umeisha. Tomorrow there will be no flour. Basi mwanaume uamuke ukatafute angaa huko mtaani. Now as a man you have to wake up and go out and look. Nitafanya kumtoroka nije kanisani. Then I ran away from her, come to the church. Huko hangaike. Then she goes around there Kwa mama mwanzilishi to the founder mother na kwa watoto wake huko. and to her children there. Jamani nyumbani kuna njaa. Oh my dear, there is no Nikija flour at amepika. home. When I come back, she has Hata prepared pengine amepewa lunch. robo ya nyama amekaranga. Maybe she has been given a quarter kilo of Na meat, majani fried it, amekaranga. and some vegetables. Bani nitauliza. And will I ask Mtu aliyefika anauliza hizi a person who has attained, will he ask, what have you got this? Amen. Amen. Na akipika And when she mimi cooks, nimekaa tayari mezani. and I'm ready to sit on the table, Nimewa kwanza kusongeza kiti. I'm the first one to pull the chair. Sina haja ya kuosha I mikono. don't want to wash my hands. Hata mimi chakula imewekwa mezani. That the food is on the Sasa table, bakuli la kuosha mikono liko hapa. then you are bringing the bowl of Basi washing my kuna hands wengine here. wanateta. There are some who are fighting. Amewekewa maji hapo ya kuosha mkono. The water is there for you to Lazima wash ndio your hii, hands, and the lakini food is mpaka here. ashikiwe na dada. But then somebody has to wash your hands. Na atakaa hapo kwa meza hapo. And you sit on the table there. Anangoja kuja kuosha You are mikono. waiting for your wife to come and wash your hands.
Hata mwana analia kule, Even the child is crying there. anataka kwa kitandani, She wants to fall lakini from aoshe the bed, mikono kwanza. but then she has to be washed Hadi kule first. kuna hapa kwa beseni hapa. Washing your hand in the basin there, Atakuwa si mwanaume. then you'll not be a man. Mimi sikuwa naungana huo. Then I didn't have that gentleness. Nimeosha kitambo. I've already washed my Na hand. akichelewa atakuja kuta sima iko And nusu. if you get late, you are coming to find the food is halfway. Amen. Amen. Alafu ananiuliza, And then he asks me, wala hujauliza you are eating, but you have not asked unga me, umetoka wapi? where have you got the Na jana flour? nilikwambia hakuna And unga. I told you yesterday there's no Si flour. ungeuliza kwanza unga Then you would umetoka first wapi? ask where have you got the flour. Namwambia we, Then I tell you, ni wewe uniambie it kwanza. is you to tell me Kabla first. sijaosha mikono unga Before I umetoka. wash my hand, you tell me. Basi hata niache kula maana amenisholea. Should I stop eating because he's ridiculed me? Namwambia ni wewe uniambie I tell kwanza. her, it is you to tell me Kabla first sijaosha mikono huu before unga I umetoka wash wapi? my hand. Ananiambia sivyo. Then she tells me that's not the Missionary case. anahubiri. Missionaries Wanaume preaching. wengine, Some other men, wanaume wengine other men, hata ametoka ndani ya nyumba you are coming from the hapo house, acha unga, you haven't left any hapo acha flour, mboga, you haven't left any akija relish. amekarangiwa. When you come home, there is Haulizi. fry. You don't even ask. Si mtafanya wake zenu wauze hata marinda yao You'll make your wives to go and sell their dresses na maleso yao. and their waist garments. Amen. Amen. Ananiambia wewe hujamsikia missionary akihubiri Then he's hivyo. telling me, haven't you heard missionary preaching that way? Basi hata niache kula naendelea Should I stop kula. eating because of that? Let her talk, Toke huku na liende huku. and the sun will come from the east and go to the west. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alikuwa na kazi ngumu huyo mwana wa watu. That daughter had a lot of hard work. Hata nikiona leo nasema ile nyumba amejengewa yeye si mimi. In fact, today I'm saying that house was built for her, Maana not me, alivumilia mengi. because she persevered a lot of Kama ni things. mimi haingejengwa. If it were me, it wouldn't have been Lakini built. yuko mtu aliyenivumilia But mpaka there is a person nikaokoka. who persevered me until I got my salvation. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nilikuwa hata kuoga kwenyewe sijui. I didn't know even how to take Mimi bath. kama nikuoga naanza na huku chini If kwanza. he's taking huku, bath, I begin washing my legs, ndio nimalize na usoni. and then I finish up with my face. Hata hilo gari lenyewe akanambia hilo gari lenyewe. Even the vehicle itself, the vehicle. Alianza matairi yamekanyaga matope. The tires are stepping on Alianza mud, huku kwa matairi laanza but huku. they don't begin with the tires. They begin Ndio from kule the matopeni body, kunamalizwa. and then they end up with the Wewe tires. waanza na huko matopeni And then you are beginning with the feet, na kula kwenye milango ya kutoa moshi. Amen. Amen. Alafu kitambaa hicho akileta huku usoni. And then you are using the same handkerchief to put it on the face. Gari laanza kuoshwa huku juu kwanza. When you are washing the vehicle, you begin with the Ndio body kumaliza first, kule kwa and matope. then you finish up where there is mud. Utakula hata visivyoliwa. You'll eat things which are not eaten, Uvitie tumboni mara tumbo lauma. and you put them in your stomach, and your stomach will begin aching. Nikamuuliza watu wananawaje? Then I asked her, Unainama how do people kwanza, take bath? Kichwa You kwanza. bend first and wash your Paka head first kitakate paka until shingoni. the head is clean, and then you come to the neck, Kwa mwili nao and then sasa you come to the unaenda. body also. Maana huku kuna mambo mengi huku. Because there are so many things down here. Haya. Okay. Naona wengine wanaokoka wataenda ku. Akanipa elimu nyingine mimi. So she gave me that knowledge. Amen. Amen. Mimi nilikuwa sijui kuna kwa maneno mengi. I didn't know there are some other parts which have so many Na things, kusiko na maneno mengi. and some areas Mimi have najua no ni so mwili many wangu. things. I know this is all my Naanza na body. nyayo tayari. I begin with the feet, Naja juu mpaka and then I nimalize. come upwards until I finish up. Hallelujah. Hallelujah. Kumbe ndio nakohoa. So that's why I'm coughing. Makofi kwa Mungu wetu. We appreciate our God. Hallelujah. Hallelujah. Haya hapo Mungu akanijalia siku zidania nimefika. Okay, God enabled me not to Waweza consider myself kuamka na overtaken. elimu nyingi ya You kukuokoa. may marry away for a lot of Lakini knowledge watu to wengine save hata you. hawafaulu mijini mwao. But some other brothers are not successful in their homes Maana hawasikizi maoni ya wake zao. because they're not taking the opinions of their Na wives. dada anakuambia wewe achana na Whatever hilo. your wife is telling you, you're saying, no, forget that. Maana yeye ni mwanaume. Because you are a man. Amefika. You have attained. Amevaa kile kichonyi, You are wearing that chonyi life. kivande. Sijui kuna kivande na kuna kichonyi, You know, kuna there is kivande and kule chonyi kichonyi. kuna kabila zingine kule. In chonyi, there are so many clans. Lakini kabila zote huko chonyi. Kuna Mwakiti, kuna Borani. There's Makiti, there is Mimi Borani. naitwa Mborani. Si Mborana, Mborani. I'm Borani. Ukiniita Mborana, mimi si Mborana.
Amen. Amen. Watu ngangari, People who are very tough, hawafundishiki. they cannot be taught. Ndio nikasema yaweza kuwa hata magonjwa mengine mimi niliyajipatia mwenyewe. That's why I said even some other diseases came to me because of Maana this. mimi naanza na huko chini Because I'm beginning from downwards. ambako hata gari halianzwi huko. Even vehicles are not washed that way. Amen. Amen. Nikajifunza mpaka leo najua kuoga. So I learned that, and even today I know how to take bath. Hallelujah. Hallelujah. Naamini Mungu wako niruzuku shuhuda huu, wengine wameokoka I believe God is wataenda kwanza kuoga allow me to vizuri. testify this. They're going to take bath very well. Amen. Hallelujah. Na ni maji ni ya karaini haya. And that's water in the Na basin. umeanza na huko matopeni. And you are beginning with Tena your feet. mikono waitia humo karaini. And you are putting your hand Haya in the basin. viini vyote wavitia humo For karaini. all diseases you are putting them in the Alafu basin. kichwani unameza kudu. And you are putting them in your head Kesho and tumbo swallowing. hela uma, tumbo hela uma. Tomorrow you are crying, your stomach is aching. Mmemeza matope. And you have swallowed mud. Na pengine ulifundishwa ukakataa kukokoka. And maybe you are told but you refuse Mimi to be saved. namshukuru Mungu wa mama mwanzeleshe. But I thank the God of the founder mother. Nikasikiliza dada nikaokoka. I listened to my wife and I Leo got najua saved. kuoga. And today I know how to take bath. Hallelujah. 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 Roho hakuleta ujumbe huu kutoka kwa mtumishi wa Mungu ni kuokoka leo. The Spirit never brought this message for the servant of God. There is salvation today. Mungu mwambie Mungu You amwanzeleshe. tell the God of the founder mother, Nijalie. enable me Uniondolee roho ya kujidhani nimefika. and remove from me the spirit of considering Mbona myself hata dada overtaken. nikamkosea simuombe msamaha? Why is it that even if I offend my wife, I cannot ask for Umekwaza jirani forgiveness? yako I've offended my neighbor. au jirani yako Or amekukwaza. maybe your neighbor has offended you. Amen. Amen. Kimungu The godly hata way, aliyekukwaza the person has offended you, wewe unamwambia nisamehe. you are telling him, forgive me. Amen. Amen. Unamuombea yeye. You are asking him for forgiveness. Unamsikitika yeye aliyekukwaza You yeye. are sad for him who has offended you. Kiroho Spiritually, aliyekukwaza, the one who has offended you. ukitaka roho wa Mungu akae ndani If mwako, you want the Spirit of yule God to dwell aliyekukwaza with you, yule, the one who has offended kwanza you, unamhurumia in kwanza. fact, you are merciful with him. Amen. Amen. Maana kwa kukwaza wewe Because by offending you, amekosana na Mungu. he has offended God. Unamsikitikia. So you are sad for Mungu him. muokoe yule. Oh God, Kwa yale save him aliyonitamkia. for what he has uttered Maana to me. vile Because that way, amehesabiwa hatia mbele za he Mungu. has been counted in the error by God. Msamehe muokoe. So you forgive him and save him. Amen. Amen. Wamsikitikia. So you are sad for him. Lakini wewe nawe unakwazika. But then you are also offended. Unakuwa na uhadui. You are also becoming an enemy. Amen. Amen. Lakini mwenye roho But the one who has the Spirit, isiyojidhani imefika, which does not consider hata himself overtaken, aliyemkwaza even the one who has offended anasikia you, kumsikitikia. then you feel you are so sad for him. Anamuombea. You are praying for him. Na roho hii And that spirit ilikuwa ndani ya mwanzilishi, was inside the founder mama na missionary. and the man and the missionary. Amen. Amen. Na roho hiyo And the same leo spirit iko ndani ya mtumishi wake. is today inside the servant. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maana ni neno la kutuokoa Because it hili. is a word to bring us salvation. Neno la kutuokoa It is a hili. word to bring us salvation. Ndio la ulimwengu. It is for the whole Umejaa world. kuhukumiana. The world is judging each other, Kulaumiana. blaming one another, Unaona watu wanauana. killing each Mtu other. anaoa mkewe One is killing his na wife watoto. and the children Maana yeye amefika yeye. because he has Kwa attained. nini dada ananihuzunisha Why hivi? is my wife making me sad always? Hallelujah. 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 Basi msiaone ni ulimwenguni So hayo. don't see those things in the world. Ni roho iko humu hata That is humu the humu. spirit which is hanging around here. Hallelujah. Hallelujah. Ukiona wewe If you find jirani that yako amekukosa your neighbors na offended huna you msamaha, and you have no forgiveness, basi adui wako ni Mungu. then your enemy is God. Maana yeye anasema Because he's saying, ninyi msemapo kusali, when you stand up to pray, sameheni you forgive her mkiwa na neno na mtu if you mwingine, have anything ili against na Baba wa anybody, mbinguni naye so that your heavenly Father awasamehe na also ninyi makosa may yenu. forgive you all your errors. Lakini kama ninyi But hamsamehe, if you are not forgiving, mtasamehewa. then you will not be forgiven. Haleluya. Hallelujah. Hata ujapojiona uko salama, Even though you may find yourself to be very lakini kwa safe, vile kuna mtu but hujamsamehe, because there is someone you have not forgiven, amen, amen, hata umemwekea kisasi, now you have a grudge against him. haya naye wewe sasa umekosana na Mungu. So that way you have offended God Hata also. ujapojiona uko Even salama, though you may find yourself to be very lakini safe, umekosana na Mungu. but you have offended God also. Amen. Amen. Umekosana na Mungu. You have offended God. Haleluya. Hallelujah. Tungali tu wenye dhambi, We are also sinners. Mungu akamtoa Yesu mwana wa So pekee. Jesus
God gave Jesus his only akafa son. msalabani, And he died on the cross tungali tu wenye dhambi, while we are still sinners, ili tuokolewe. so that we may all be saved. Hakutuhesabia makosa yeye, Never considered our hata errors, tumemkosa Mungu, even though we have erred lakini God, akatuhurumia. but he had mercy on Na roho us. ya Kristo And the Spirit of Christ inakuhurumia mwingine. is merciful to others. Lakini ukiona roho ambayo imejidhani But umefika, if you have the spirit of considering haina yourself huruma na overtaken, mtu, you are not merciful to anybody. inatafuta vyake tu, You are vyake. looking for your own thing. Bora hiyo imeshiba, Provided you are na iko filled salama. and you are very safe, Jirani aliyenjaa, then the neighbor who is hungry, hilo si lake. that is not your concern. Kesho Tomorrow, utakuja tafuta lana useme iko you are wapi. coming to look for a curse and don't find it. Amen. Amen. Si wewe umehukumu mwingine, You are judging others maana wewe ni muhaki, because you are righteous. umekuwa adui wa You Mungu. have become an enemy of God. Lakini mwenye roho ya kutojidhani But amefika, whosoever has the spirit of not considering himself anatoba moyoni has mwake, repentance in his heart. anatoba moyoni mwake. Has repentance in his Kwa hivyo heart. tukienda kumwomba So Mungu when we wetu go down to pray to our God jioni ya leo, this evening, jioni ya leo, this evening, mwambie Bwana Yesu, tell Jesus Christ, ni mimi hapa, I am na here. roho ya kujidhani nimefika. I have the spirit of considering Hata myself wandugu overtaken. wajaponionya, Even when I'm warned, hata dada anajaponionya, even though my wife may hata warn me, jirani ajapoonya, even my neighbor warning me, mimi nafuliza kwenda kwa yangu. but then I insist going back Baba to my own thing. nisamehe, My Father, forgive kutoka me. leo From today, uniumbie roho create in me the spirit ya kuchumilia yaliyo mbele, that I may press on whatever is before Roho. me. The spirit ya kutojidhani nimefika, of not considering myself to roho overtake. The ya spirit kutojidhani of nimefika, not considering myself to uume ndani overtake. yangu That you create in me toba ya kutuchumilia yaliyo mbele, repentance of pressing on uume to ndani the ahead mwangu of me. roho ya wanafunzi, And create for the whole world the uume spirit ndani of mwangu roho discipleship. ya wanafunzi, And create in me the spirit of uniondolee discipleship. roho ya kujidhani And remove nimefika. from me the spirit of considering myself Yesu to mwenyewe overtake. Biblia inasema, That's what the Bible is saying. Bwana Yesu Jesus, alipojua yuko mwilini, when he knew that he was in the flesh, hakuhesabu kule kuwa mwana wa Mungu he never considered himself being a kwamba son ni of kitu cha God. kushikamana nacho, It's something to apprehend to. hata atukanwe aregeshe That matukano. he may be insulted and he may repent that. Amen. Amen. Kule kuwa mwana wa Mungu That being a son of God hakukushikamana nako, did not apprehend to that. hata akose kumwambia mwingine nisamehe, Even not to an extent of not telling somebody forgive me. hata akose kumwambia mwingine pole, Or nimekukosea, not even saying sorry to somebody who has offended him. hata atukanwe aregeshe matukano. That he may be insulted and return insults. Haleluya. Hallelujah. Tena tukanwa ni haki, If he's insulted, that maana is niko right. duniani hapa, Because I'm in this world. lakini anaangalia, But then he's observing. je, hili nalitukana nalo Then the thing that I'm being insulted kwa for, sababu nimekosa? is it because I've made a mistake? Akijua ni kwa sababu When he knows it is because nimesema kweli ndio wameichukia, I've spoken the truth and they're hating the truth, ataendelea kuisema kweli then he hiyo. continues speaking the same truth. Wananitukana They are insulting me. si kwa sababu nimewakosea, It's not because I've made a ni mistake. kwa sababu nimewaambia It is kweli. because I've told them the truth. Amen. Amen. Ataendelea kuisema hiyo Then he kweli, continues to speak the truth, akiwa na njaa waokoke hawa. having the hunger for them to be saved. Amen. Amen. Akiwatamania Mungu awaokoe Coveting that God may save na them awasamehe, and to forgive maana them hawajui because they walifanyalo. don't know what they're doing. Ndio sisi tukaokolewa. That's why we were all saved. Haya, unani wewe huwezi kusamehe jirani Then yako? why is it that you cannot forgive a Unani neighbor? wewe huwezi kumwambia mwingine nisamehe? Why is it that you cannot say, tell somebody Hiyo si forgive roho ya me? wanafunzi, That is not the spirit of ni roho ya discipleship. kujidhani That is the umefika. spirit of considering yourself to Tuikatae jioni ya overtake. leo. Let us refuse it today Je, evening. mko tayari kuikataa Are roho you ready to hiyo? refuse that spirit? Na waomba tusimame, Let us now tusimame. stand up. Anasema He is saying, jidhani nimefika. I don't consider myself to Nakaza overtake. mwendo. I'm pressing on. Nakaza mwendo kuwa mwanafunzi. I'm pressing on to be a disciple. Haleluya. Hallelujah. Tufunge Let macho. us all close our eyes. Baba Mungu wa mama mwanzilishi ndani ya mtumishi wako Emmanuel Kea Mzungu, tunakushukuru kwa ujumbe huo ambao Baba umeutuma ndani ya mtumishi wako. Baba, umeona Mungu wetu tunakaa katika hali ya ukiwa, shida hata zilizopona zamani zinarudia watu wako, kwa sababu ndani roho ya wanafunzi imeondokea watu wako kwa kujidhani wamefika. Iondoe roho hiyo Baba, ponya kila mmoja anayekujia, ukamjalie roho ya wanafunzi. Alipona akaona ishara, maana alikuwa mwanafunzi wa kutolea wewe zaka na shukurani na vipawa. Leo amekosa kuwa mwanafunzi, ndio maana njia zake zinakauka. Baba, jalia watu wako warudi kuwa wanafunzi. Aliona ishara siku za kwanza za kuokoka, maana ndani mwake mulikuwa mna roho ya kutojiona amefika. Anaonyeka, anakuuliza mashauri, anakutafuta maoni ya wandugu. Leo haoni tena mema, njia zimekuwa ngumu,
maana ameacha kuwa mwanafunzi. Shetani amemnyang'anya roho ya wanafunzi, ametia ndani mwake roho ya kujidhani amefika. Ponya watu wako roho hiyo, ukawajalie watu wako Baba roho ya wanafunzi, roho ya wanafunzi, maana wewe uliwapa mamlaka wanafunzi kutoa pepo, hukuwapa walimu uwezo huo uliwapa wanafunzi kutoa pepo. Uwezo huo uliwapa wanafunzi ambao hawakujidhani wamefika. Asante kutenda, Mungu wa mwanzilishi. Hebu ndugu yangu, My beloved brother, ndugu yangu, my brother, angalia, look here. Mungu amemtia nguvu mtumishi wake. God has strengthened his servant. Hallelujah. Hallelujah. Ametimiza furaha yetu, He has fulfilled our joy, kumleta bringing him mapema very early na neno and the word kuwa wanafunzi, to be disciples, kukataa roho ya kujidhani tumefika, refusing the spirit of considering yourself to have attained, roho ya tupate roho that we may ya get the kuwa spirit wanafunzi. of being Kwa disciples. hivyo ni nafasi yako na So it yangu, is your opportunity and my hapo opportunity, uliposimama, where you are standing, umwambie Bwana Yesu you asante tell the Lord Jesus kwa thank ujumbe you huo uliompa for mtumishi the wako. message you have given to your servant. Hata baraka zangu zimesimama, Now my blessings are stopped. hata amani yangu sioni Even my tena, peace, I no longer na sing my sivyo peace. nilivyoanza, And that's not the way I maana roho began. ya wanafunzi iliondoka ndani Because mwangu. the spirit of discipleship went away Nimefika from mahali me. najidhani nimefika, I've reached a point of Sina considering myself msamaha na overtaken. jirani. I have no forgiveness to my anikosaye neighbor. naishi na roho ya uadui. Whosoever offends me, I live with the spirit of Umwambie Bwana hatred. Yesu, Tell Jesus Christ, niondolee roho hiyo remove from me the spirit ya kujidhani of nimefika, considering myself to have uniumbie attained, roho ya kuwa and mwanafunzi. create in me the spirit of Niliona discipleship. ishara maana nilikuwa I mwanafunzi, saw signs because I was a disciple, nipate uwezo that I may get the power kutenda mema. of doing Hebu good. hivyo tumesimama, So that way we're kila standing, mmoja kwa kinywa chake, everyone with your kwa moyo wa smile, unyenyekevu, with the spirit of Muombe humility, Mungu wa you mwanzilishi. pray to God the founder naye mother, ataumba. and He'll create. Yesu Kristo mwana wa Mungu Yesu. Mungu wa mwanzilishi. Unasumbuka mimi mwenyewe. Maana nina roho ya kufika. Naona lile ni kwa nini? Na lile ni kwa nini? Na yale ni kwa nini? Nimefika Baba. Nilidhani nimefika Baba. Nilidhani nimefika. Mungu mkuu. Na sijafika Baba. Nililia kutukuza kusifu Baba wa mbinguni. Angalia Mwokozi, roho ya kufika, roho ya kufika, shina lako litukuzwe. Mungu mkuu, Mungu mkuu, Mungu mkuu, mfalme wa wote. Asante mfalme wa wote. Na lako litukuzwe. Tukuza mfalme wa wote. Jina lako litukuzwe. Asante mfalme wa wote. Maana anayeona hatutafuti wewe. Hatutafuti tena. Aliyefika. Aliyefika. Aliyefika atafuta tena. Aliyefika hukaa. Aliyefika hukaa. Akatulia. Baba na kuomba. Watu wengi tumefika. 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 Oh, haleluya. Oh, haleluya. Asante mfalme wa ajabu. Asante mfalme wa ajabu. Mungu wa mwanzilishi. Tuko mbele zako mfalme wa ajabu. Bwana jalia ukasa mwendo. Jalia watu wako ukasa mwendo. Ukasa mwendo Bwana. Oh, asante mfalme wa ajabu. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Oh, haleluya. Asante. Jina lako litukuzwe mfalme wa ajabu. Oh, haleluya. Asante. Oh, haleluya. Kule Bwana kukaza mwendo, kule Bwana kukaza mwendo, kule Bwana kukaza mwendo. Mwana Mungu Baba.
Wewe hukunifanya mabaya, wala hukunifanya mabaya, wala hukunitia mabaya. Asante. Kwa ujumbe huo Baba. Jalia watu wako wanafunzi. Waponye kule kujidani. Kujalia roho ya wanafunzi, kujalia watu wako wanafunzi, kuwaponya kujidani wamefika, kujalia roho Asante kwa wokovu. Asante Bwana Yesu. Amen. Asante. Na waomba tukae kidogo. Let us sit down a little bit. Amen. Amen. Baba yetu ametuletea baraka jioni ya leo. Our Father has brought us blessings today evening. Hallelujah. Hallelujah. Ninaamini ndani yetu I believe in us. mmeumbika upya. It is created afresh. Mmeumbika upya It is created kuwa afresh wanafunzi. to be disciples. Hallelujah. Hallelujah. Kule kujidhani tumefika kumepona kwa jina la Considering Yesu. ourselves to have attained is healed in the name of Jesus. Leo mimi najua kunawa mimi. Today I know how to take bath. Hata leo tumefikia kunawa maji yanaanza huku juu yenyewe. Today I know that taking Na bath zamani begins hizo from ni up. maji ya Karaini. But those days I Tena was naanza washing kusugua wayo basin, kwanza na nimetoka nje. and I begin with my feet first when I come from out. Ndio mara nyingine nikafika mahali nikawaza That sometimes I reach a point of thinking, hata kuwa kukohoa kwingi nilijiambukiza mwenyewe. maybe because of a lot of coughing, it is because I infected myself. Dada akanifundisha. So my wife told me, Amen. Amen. Nikakubali kuwa mwanafunzi kwa hilo. I agreed to be a disciple in that. Asante Mungu wa mama mwanzilishi. Thank you, God of the founder Kwa mother, ujumbe huo kutoka kwa mtumishi for the wako. message from the servant of God. Baba asante sana. Thank you very much, Father, Karibu. and welcome. Karibu baba. Welcome, Father. Amen. Amen. Kazi nzuri kama hiyo, Such a good work. lazima Mungu atukuzwe. God must be glorified. Watu waliofika hawaulizi njia tena. People who have attained no longer ask for the way. Nataka kanisa la Miracle A one miracle church, na wako hapa gate. and you are at the gate. Wa sasa wamefika ndio hii. Oh, you are told now you have reached, here it is. Mimi nataka kanisa iko wapi? I wonder where is the church. Niliambiwa hapa. I was told it's around here. Ndio hii umefika. This is the church you have come. Amen. Amen. Mtu aliyefika A person who has attained, hata akiambiwa hii ni dhambi, yeye anaona kama watu wanamfanyia mchezo. when you are told this is a sin, you think people are joking to you. Kuna watu wamechoka kule kuokoka. There are people who are tired with salvation. Hata ukimwambia dhambi ni mbaya, When you tell them sin is bad, maneno mengine ni yenu. they are saying, oh, these are your words. What? Utakala mtakatifu za malaika hayaenda For mbele. how long will you be holy as an angel? Okay, you go. Hai. Lakini jioni ya leo But today evening, tunachuchumia. Nimuone Yesu anakaa wapi we are moving on to see where Jesus na is. anasemaje, And what is he saying? ili nipate kuokolewa. So that I may gain my salvation. Ili tupate kuokolewa So ndugu that we zangu. may all get our salvation. Kwa hivyo naamini So I believe ujumbe ambao umeusikia the message that you have heard umetutoa mahala. has taken us out from a Mtu place. ambaye amefika A person who has attained haulizi njia tena. will never ask for a way. Haulizi. He never asks for a way. Wengine na achape kofu mkewe, One is slapping his wife.
anaendelea tu. And you continue that way. Alafu ataenda nchi ya ugenini, And then you are going to a foreign land. anahubiri sasa. You are preaching there. Anahubiriwa Or sasa. maybe you are being preached to. Asema nasikia ile maneno, hii ndio kweli hii. Then you see what you are hearing is Na very mahali true. ambapo amesaliwa na sikia injili hasemi hii ni kweli. And where you are born, you are hearing the gospel and saying this is the truth. Ana lile neno ambalo mhubiri amesema. You have that word Ana that the chuki. preacher said, you have hatred. Ana chuki. You have hatred. Lakini nashukuru Mungu sana But then ndugu zangu, I really thank God kwa neno ambalo Mungu ametupa jioni ya for the leo. word that God has given us this evening. Uwe mwanafunzi tu. Should be a disciple. Ukiwa mwanafunzi, If you are a disciple, hebu soma Luka 9. read from the book of Luke 9. Luka 9. The book of Luke chapter 9. Mimi ni ushuhuda. I'm just giving a testimony. Mstari wa kwanza. Verse 1. Akawaita wale tenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. Sasa muliitwa ndugu zangu. Now you are called, my brothers. Uganda, Tanzania, Kenya, and Kenya, Rwanda, Congo, dunia the nzima whole world. tumeitwa. We are all called. Amen. Amen. Mbona hamna makofi ya Why are you kuonyesha not mmeitwa? clapping for that? Sije ukapitwa na gari, Lest the bus passes you, sije ukapitwa. or lest the bus passes you. Nashukuru Mungu sasa tumekuwa wanafunzi. I thank God that we are all disciples. Tumeitwa. We are called. Jioni ya leo Today evening, tunarudi manyumbani tukiwa watu wapya. we are going back home when we are made fresh. Timiza Fulfill huduma yako mhubiri. your gift, preacher, Maana sasa ni kufunga macho because we have to close our eyes ili kusudi so that tukafunga ibada yetu. we may close our service. Kwa hivyo hebu tusimame. So let us all stand up. Amen. Amen. Tashukuru Mungu sana. I will be very grateful to God. Tena sana. And very much. Mtu ambaye anadhani amefika A person who considers himself to have attained hasikii tena, does not hear anymore. hasikii. He does not hear. Lakini sisi kutoka hapa jioni ya leo, But from here today evening, naamini Mungu ametufanya wanafunzi. I believe God has made us disciples. Tuinamishe vichwa vyetu. Let us bow down our heads Ndugu moja akaweze brother kutufungia ibada ya jioni ya leo. to close Baba, the service with the word ninakushukuru of prayer. Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa mama mwanzilishi katika mtumishi wako Bwana. Ninakushukuru jioni ya leo kwa ujumbe maalumu ambao umeutayarisha Bwana ndani ya mtumishi wako. Baba, ni kweli tunajiona Bwana tumefika wakati ambapo hatujafika. Baba, ninakushukuru kwa ujumbe huo na kutuondolea Bwana ile roho ya kujidhani kwamba tumefika na kutuumbia Bwana roho ya kujidhania hatujatosha. Bwana wa Mungu, Baba ni asante. Tazama hivi sasa tuenda kufumukana. Mungu wa mwanzilishi, jalia nyumba ya mwanzilishi wako ukaifunike Bwana na utukufu wako. Jalia nyumba ya mtumishi wako Bwana ukaifunike na utukufu wako Bwana, na kanisa lako Bwana ukalifunike na utukufu wako Bwana. Tunapofumukana Mungu wa mwanzilishi Bwana, ukatuongoze, ukatulinde Bwana, ukaturegeshe mahali tulipotoka kwa njia ya amani. Jina lako litukuzwe. Tumeifunga ibada hii mikononi mwako, na hivi sasa tuiregesha tena mikononi mwako, nikiamini Mungu wa mwanzilishi uko pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. 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 Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Karibu mama. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kama vile Yusufu alivyokuwa mwaminifu kwa kumuheshimu mke wake Potifa, taifa lote la Misri likainuliwa